Juma Lokole ameamua kuja kutamka hadharani kabisa kuhusiana na kile ambacho yeye anasema nafsi yake imekuwa ikimsuta sana, kile ambapo anajitahidi kukaa kimya kuhusiana na Gigy Money na maisha mapya ambayo ameweza kuyaanza. Of course tunafahamu Gigy Money alifunga ndoa recently na maisha yake yanaenda poa kama hivyo, na watu walimpongeza sana. Kumbuka pia alibadilisha dini na vitu kama hivyo. Sasa hivi tunamfahamu Gigy Money kama Muislamu na jina lake ni lingine kabisa, sio tena Gift kama ilivyokuwa mwanzo. So baada ya hayo yote kuweza kutokea, ni siku kadhaa tu au muda mchache sana umepita tangu Gigy Money alivyoweza kufunga ndoa na Juma Lokole. Bwana, kama ambavyo tunafahamu, huyu ni mbea maarufu sana. Yeye amekuja na jambo lake ambalo amesema kwamba kwa muda mrefu sana alikuwa tangu alivyoona Gigy amefunga ndoa, bado imani yake ilikuwa inamsuta sana na kuona kwamba mbona kama kuna kitu hiki hakiko sawa. So mimi nataka kushare nawe hapa kile ambacho Juma Lokole amesema. Kwa upande wake anaona kabisa kwamba inaweza kani anguko kubwa linafuata kwa upande wa Gigy Money kutokana na jinsi ambavyo anamjua. Lakini yote kwa yote, kabla sijakupa updates, kama ambavyo nakwambia mara zote, hapa ndo mahali sahihi ambapo mimi nitakuwa nakuletea updates zote kwa wakati sahihi. Kwa hiyo kufanya, hakikisha tu umeshow love kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Ukitazama chini ya hii video hapo utaona kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya kulibonyeza. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniacha maoni yako. Tukometisha sana. Mimi ni Gabi Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakusogezea stories zote ambazo zina make headlines kuhusiana na mastaa wako wote ambao unawakubali. Sasa kama ambavyo tunafahamu, Juma Lokole anafahamu vitu vingi sana ambavyo vinaendelea. Of course ni moja wa mbea ambao huaga wanatoa updates fulani hivi, sometimes za ukweli, sometimes ni kiki na vitu kama hivyo. Lakini katika hili Juma Lokole amekuja kutoa hisia zake za moyoni. Halina ukweli wa moja kwa moja, ila ni hisia za moyoni za Juma Lokole kuhusiana na kile ambacho yeye amesema kwamba anaona kama akikaa kimya moyo wake bado unamsuta sana kuhusiana na Gigy Money. Amesema kwamba kweli amependa sana Gigy Money kufunga ndoa, amependa sana uamuzi wa Gigy Money kuweza kuchagua sehemu ambayo ameona inampa amani na nafsi yake inakuwa huru zaidi. Lakini anasema kwamba moja ya jambo ambalo anashindwa kuliafiki ni swala la Gigy Money kufunga ndoa, ambapo anasema kwamba yeye haoni kama kulikuwa kuna lazima wa Gigy Money kufunga ndoa kwa sababu ya vile ambavyo yeye anamjua Gigy Money. Juma ameweza kusema kwamba kwa mujibu ama kwa namna ambavyo yeye anamjua Gigy Money, huenda likawa ni swala la muda tu, na hii ndoa huenda ikawa ni geresha tu, lakini Gigy Money hawezi kuzoea ile hali ambayo pengine hawezi kuzoea kuiacha ile hali ambayo yeye alikuwa yupo mwanzo. Yani ule uhuru ambao Gigy Money alikuwa nao hawezi kushindwa kabisa kuuacha, ama hawezi kuacha kabisa ule uhuru eti kwa sababu tu aingia kwenye kifungo cha ndoa, kitu ambacho anasema kwamba Gigy Money lazima tu atarudi kuwa Mkristo na ndoa yake lazima tu itavunjika. Haombei ivunjike, lakini kasema kwamba itavunjika na watu hawatakuja kuamini kwamba huyu ni Gigy yule ambaye alifunga ndoa, tena aliahidi kwamba amebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Yeye Juma amemaliza kwa kusema kwamba haombei iliweze kutokea, lakini anasema kwamba kwa vile anavyomjua Gigy Money, lazima itafika wakati tu atashindwa kuvumilia na atarudi kuwa yule Gigy Money wa mwanzo ambaye tulikuwa tumemzoea. Kwa upande wako tuambie comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho Juma yeye ameweza kushare na sisi. Unadhani labda inaweza kuwa ni kweli au labda Juma tu ndo anamwombea mwenzake mabaya? Comment yako ikihusika hapo chini utakometisha sana, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.